Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi kwa kutujalia kupata ushindi siku ya leo. Haikuwa nyepesi kupata ushindi mbele ya Singida. Sisi tunawafahamu fika Singida ni timu ya aina gani. Kuna Singida unayoiona huku nje kwamba ni timu ya ligi kuu, alafu kuna Singida ya ndani ambayo sisi tunaifahamu zaidi. Na unapocheza nayo unacheza na zote mbili. Singida ya ligi kuu ambayo nyinyi watu wengi mnaiona na kuifahamu, alafu kuna Singida ya interior ambayo sisi tunaifahamu zaidi, ndiyo ambayo inatengeneza mechi hii kuwa ngumu. In terms of class, kwa maana ya madaraja ya wachezaji, Singida na Simba ni mbingu na ardhi. Yaani wachezaji wa Simba ni bora zaidi kuliko wachezaji wa Singida. Lakini unapokuja kwenye ile Singida ya interior ambayo ni branch of science which deals with branch of science which deals with kuikwamisha Simba, inakuwa ni mechi ngumu kweli kweli, na kimazingira ilikuwa ni mechi hiyo, mechi ngumu kwa namna ambavyo walikuwa wamejipanga na kujiandaa, lakini ilipokuja kwenye 11 madaraja yakatofautiana, madaraja yakaonekana, utofauti ukaonekana. Class ya wachezaji wa Simba ikaonekana katika mchezo huu. Clinical ya wachezaji wa Simba ikaonekana katika mchezo huu. Na mimi niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kuna raha ya kushinda mechi ya ligi kuu na kuna raha ya kumfunga Singida, kwa sababu maumivu ya Singida, kumfunga Singida, maumivu yake yanatapakaa kutoka sehemu moja kusambaa sehemu nyingine. Yaani maumivu ya Singida yanaanzia Singida kwenyewe, yanatambaa kwa kasi, yanafika mpaka Dodoma, yanapanda SGR, yanakuja kwa kasi ya haraka, yanakuja kusambaa maeneo ya Jangwani pale kwenye kituo cha mwendo kasi. Kila mmoja anapata hayo maumivu. Sasa kumfunga Singida iko raha namna hiyo, lakini leo ningefurahi zaidi kama tungefunga Singida bao 4-5 hivi, na zilikuwa zinaonekana. Ukiangalia nafasi ambazo tulizipata hasa kipindi cha kwanza, iko nafasi ya Mwamba Lusaka Mchama, iko nafasi ya Elim Panzu, iko nafasi ya Oura, iko nafasi ya Selemani Mwalimu dakika za usiku, lakini yote kwa yote bao 2 zinawatosha, na sisi Simba Sports Club tunayo furaha kubwa kweli kweli hii leo kupata ushindi. Na sisi tuwaambie Singida bosi wakamfanya tulishia wapi? Nataka niwaambie Singida, sisi sio washindani wao katika ligi, sisi sio saizi yao katika ligi, hatufanani, hatulingani na wao, na haitakuja kuwa sawa hata kwa sekunde moja. Simba na Singida, timu yenye miezi 4 sijui miezi 2 tu, hii haiwezi kulingana na Simba ambayo inafikisha miaka 90 hivi sasa. Tena timu yenyewe hii muda wowote inaweza ikafa, muda wowote inaweza Singida muda wowote inaweza ikasambaratika anytime. Ukaona Singida imebaki kivyake, Black Stars nayo imekuwa timu nyingine, yani anytime. Sasa hawajawahi. Sasa hii sio timu ya kutaka kushindana na Simba, lidude likubwa, ni timu lenye miaka mingi, na hatujivunii tu miaka mingi, lakini tunajivunia ubora tuliokuwa nao, tunajivunia standard ya wachezaji tuliokuwa nao, tunajivunia uwekezaji wa rasilimali fedha na rasilimali watu tuliokuwa nao. Kwa hiyo hawezi kushindana na sisi, tutamfunga tu. Mechi leo ilikuwa na ushindani, lakini ilikuwa na uhuni mwingi kweli kweli. Tazama namna ambavyo walikuwa wanacheza wachezaji, na mimi nawapa assignment. Hesabuni mechi leo ina kadi za njano ngapi kwa wachezaji wa Singida, na nyingine zimemezwa tu. Yaani ingekuwa kila tukio linatafsiriwa linavyotakiwa, zingekuwa nyingi zaidi. Nendeni mkaangalie mechi ya sisi na wao nyumbani kwao ilikuwa na kadi ngapi za njano. Alafu tokeni hapo, angalieni mechi moja ya Singida wanapataga kadi ngapi za njano. Kwa nini mechi yetu wanakuwa na kadi nyingi? Kwa sababu wanacheza mchezo wa kihuni, wanacheza rafu, wanacheza hovyo. Lakini mwisho wa siku mkubwa ni mkubwa, tumemwadhibu, tumemgonga chuma 2 safi kabisa, na Eli Kibisa wala Mpanzu amechukua man of the match. Sisi kwetu ni faraja na furaha kubwa kweli kweli. Swali jingine, tukimbizani na yoyote
tuelewane Jadu, hatukimbizani na yeyote. Simba Sports Club tunashinda mechi zetu. Sisi target yetu ni kumaliza ligi, tumalize ligi. Umekaa nyuma unanipa tabu kugeuka, unaniumiza shingo, nirudi nyumbani nianze kukandwa na salama nipate tabu. Sogea mbele kidogo Jadu. Very good. Hatushindani na yeyote, sisi tunapambana kumaliza ligi na malengo tuliojiwekea kwamba tumalize ligi kwa kushinda michezo yetu yote ambayo tuko nayo mikononi, na tuliweka wazi hii kampeni wakati tunakuja kumalizia ligi tukiwa na mechi 5. Tukasema tunataka tushinde michezo yote 5, tuvune alama 15, tumalize ligi. Ligi ikimalizika tutaangalia tumevuna nini msimu huu, tumepatia wapi na tumekosea wapi, tufanye tathmini yetu ya kiufundi, tufanye maboresho yanayotakikana. Baada hapo tujiandae kwa msimu unaokuja. Sisi hatukimbizani na mtu yeyote yule, sisi tunakamilisha ratiba, lakini tunataka kukamilisha ratiba kwa heshima, kwa kushinda michezo yote ambayo tunacheza, na baada hapo tutakuja tujiangalie wapi tumefeli, nani ametufelisha, nani ametukwamisha, wapi tumekwama, tunarekebisha, tunakwenda kwenye msimu unaofuata. Kuhusu ubingwa nitakuwa kwenye position nzuri ya kuzungumzia hilo baada ya mechi ya mwisho ya 30 ya ligi kuu ya NBC siku ya tarehe 30 Jumanne mida kama hii ya saa 12 jioni katika uwanja wa KMC pale Mwenge. Pale nitawaambia ndugu zanguni bwana, tumeukosa ubingwa ama ndugu zanguni bwana, tumeupata ubingwa. Lakini kwa sasa tunakapambana kumalizia msimu wetu. Baada hapo tutazungumzia sasa vya ubingwa na visivyokuwa vya ubingwa. Lakini pia na nyinyi na ile kauli ya kila mtu ashinda. Na nimesikia wamesema wameungana bila kificho, kwa lolote lile wataungana. Kwa sasa target namba 1 ni kumaliza msimu wa NBC. Baada hapo tutaanza maandalizi ya nguvu sana ya kuelekea katika mechi yetu ya kombe la CRDB, mechi yetu ya fainali ya Azam. Lakini ni kuhakikishia tu bwana Jadu, maana najua wewe ni Simba mwenzangu, kwa hiyo isikutishe wao kutaka kuungana na Azam FC. Kwanza nikwambie hata hii mechi ya leo sisi na Singida waliungana, na bado Singida amechezea chuma mbili, na hawajaanza kuungana leo na timu nyingine za ambazo Simba tunacheza nazo. Wameungana na timu nyingi na zote tumezipasua. Kwa hiyo sisi hatuna mashaka hata kidogo, wao wataungana, wataambatana, watajamiiana. Kujamiiana kusocialize. Yani watajua wenyewe wanafanya kitu gani. Umeelewa? Kama wataamua kusocialize hiyo amshtuko. Kiingereza imenyoka basi. Kwa hiyo watakachoamua wenyewe kufanyana kuelekea katika mechi yetu ya fainali, sisi na sisi tunafurahi mno wao wakisocialize weke kwa Kiswahili, kwa sababu tunataka tutakayemfunga maumivu ya sambaye na kwa mtu mwingine, kwa sababu akikaa pembeni tukimfunga atasema hiyo naye ndo wale tu, lakini wakishirikiana alafu tukampasua, maana yake na yeye tunakuwa tumempasua kwenye huo mpasuo. Isiwatishe hii ndugu zangu wana Simba, na niwaambie hawajaanza kushirikiana leo na timu mbalimbali nyingi wameshirikiana nazo ikiwemo mechi ya leo, na bado Simba tumeweza kupata shida. Ndugu zangu ni msisahau kama hii Simba ni ya Yusuf Kagoma na hii Simba ni ya Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Hata waungane vipi, hata washirikiane vipi kama Pingu na Denso, tutawapasua tu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Swali jingine kuliko mafanikio ya mchezaji mmoja mmoja. Kwa misimu miwili tumechukua tuzo ya mfungaji bora,
Msimu ule alichukua Saidon Tibanzonkiza, msimu wa mwaka jana akachukua Jean Charles Ahoua. Msimu huu tukasema hizi individual prize hazina maana kubwa sana kama timu haipati mafanikio. Kwa hiyo hebu tuwekeze kwenye timu kupata mafanikio, kwa sababu mchezaji akiwa mfungaji bora alafu timu yako haina mafanikio inakuwa haina maana yote, kwa sababu kwa misimu miwili tumesha experience situation kama hiyo. Kwa msimu huu tukawaambia wachezaji wetu hebu tuwekeze kwenye nguvu kubwa ya kupigania mafanikio ya timu. Ukiwa kwenye nafasi mpe mwenzio afunge, atakayetokea kuwa kinara mabao ahlan wa sahlan. Isipokuwa hivyo, lakini tunataka timu ya Simba iweze kupata mabao mengi zaidi kuliko mchezaji mmoja. Kwa hiyo ndio status ya Simba kwenye eneo la ukinara wa ufungaji wa mabao.